za kamshuria na kwamba siku zimepita lakini Yesu hajarudi. Na kinataka nikwambie jioni ya leo, watu wataingia mbinguni kwa njia ya siku nyingi, lakini wengine watajifariji katika maneno yao ya kwamba tutaendelea katika dhambi na tutaondoa siku ya kufa. Wengine watajifariji ya kwamba tutaendelea katika dhambi, tutaondoa na sala ndefu na wachungaji wetu tutatoa pesa. Wengine watajifariji ya kwamba tukikaribia magonjwa ya nyakati za mwisho tutaomba wachungaji watuongoze sala toba, lakini utakuwa umechelewa sana. Nataka nikwambie jioni leo, habari za wanadamu za kufa zimefungwa. Ayubu akasema sura ya 14 ya kwamba siku za wanadamu ni chache, nazo zimejaa taabu na siku nyingi, lakini imetupasa kupitia siku hizo tuweze kushinda dhambi na kuingia katika uzima wa milele. Nataka nikwambie jioni leo, kama utaweza kushinda dhambi, uzima wako utabaki ni halisi. Lakini jioni leo unaponisikia ukienda kanisani, kubali kubaki kwenye njia utakatifu. Hata ukidanganywa binti hujaolewa, unakutana kijana anakwambia nitakupangisha chumba niishi na wewe, usikubali, kwa sababu njia ya uzima wa milele ni nyembamba sana na ni wachache walio nayo. Jioni leo kama ni wewe ambaye utakubali kuiona njia ya uzima, ikawa ni wewe ambaye utatoka kwenye njia pana ielekea jehanamu ili uweze kuiokoa roho yako. Mwanadamu, jioni leo kubali Yesu ndiye njia ya siku nyingi. Nataka nikwambie, kama Yesu Kristo alikubali mateso ya gharama ili aweze kutuokoa, nataka nikwambie wokovu sio kitu cha mchezo, ni kitu cha thamani kuliko kitu chochote. Wokovu ni kitu cha thamani kuliko kitu chochote, kwa sababu kuna pesa yenye uwezo wa kuokoa roho hata moja. Hakuna bilionea mwenye uwezo wa kuokoa kwa sababu ya wingi wa fedha, lakini ilimgharimu Yesu Kristo kifo chake msalabani. Kwa hiyo akasema mbingu tutaingia kwa njia ya siku nyingi. Jioni leo binti, jitunze kwa sababu ya Bwana. Usikubali kuondoa kama karanga za nyengeni, usikubali kuchezwa kama madangula ambao watu wanaingia na kutoka. Jioni leo kubali kumpokea Yesu uweze kutengeneza maisha yako. Usikubali kutembea uchi binti kwa kujiuza kwa sababu ya mchezo. Kuna siku watu watakuwa wamezeka na utaweza kujiuza tena. Kubali Yesu jioni leo uweze kutengeneza maisha yako, maana imetupasa kuingia mbinguni kwa njia ya siku nyingi. Nataka nikwambie jioni leo, neno la njaa pamoja na Bwana utakuwa una heri kuliko kufanya utapeli ili upate mlomosha. Nataka nikwambie jioni leo, heri uzalauliwe ni maskini pamoja na Bwana kuliko kukubalika una fedha nyingi kwa sababu ya kafara ulizozitoa za watu. Siku moja utatoa hesabu ya kwamba ulianzisha miradi na maduka ukakubali kutoa kafara. Siku hiyo na wewe utatoa kafara, maana Biblia inasema kila aliyewapa upanga bado iko neema ya Bwana, maana mbingu ni takatifu. Hakuna atakayeingia aliyetoa kafara bila kuosha kwa damu ya Yesu. Wewe unanisikia jioni leo, umetoa misukuli hapa nyumbani kwako ili uweze kufanikisha maisha yako. Wewe unanisikia jioni leo, hata kwenye duka lako weka chuma mbele ili wateja waweze kuja. Umechagua njia pana ya kwenda kwenye uharibifu, lakini Yesu anakuita jioni leo, rudini basi mtubu, rudini basi. Kulikuwa na mwana mpumbavu ambaye aliomba pesa kwa babaye, akaenda nchi ambayo akatumia pesa zote. Zilipokwisha pesa, akaanza kula makombo ya nguruwe. Lakini siku moja yule mtu alipozingatia moyoni mwake, akasema nyumbani kwa baba kiko chakula tele, nitarudi niombe msamaha kwa baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako baba. Aliporudi baba yake akamkaribisha, na Biblia inaniambia mbele yake inasema ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu, ni furaha mbinguni malaika wanashangilia mwenye dhambi mmoja akitubu. Jioni leo tubuni basi ili dhambi zenu zipate kufutwa. Tubuni basi jioni leo ili Bwana asifiwe katika maisha yenu. Tubuni jioni leo, ni saa ya uamsho na toba, ni saa ya kutubu, ni saa ya kutubu, ni saa ya kutubu, ni saa ya kutubu, ni saa ya kutubu. Tubuni basi dhambi zenu zifutwe. Bado iko neema ya Bwana, bado iko neema ya Bwana. Wewe na leo mpaka unajikojolea usipate shida, huko Yesu anaweza kukutakasa. Wewe unauza pia mpaka unalea usiku kucha unakesha kama popo ulali kwa sababu
anafurahia.